Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Januari 15, siku ya Alhamis. Mada inasema wamoja na jasiri. Soma Wafilipi 1:27 hadi 30. Umoja wetu na kuishindania imani ya Injili vinahusiana vipi na kutoogopa? Mkakati wa Shetani ni kugawanya na kushinda. Mfarakano ni jambo la hatari sana. Yesu alisema, na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Marko 3:25. Ni kanuni sahili ambayo Shetani anafurahia sisi kuisahau. Umoja wetu unatusaidia kutimiza wajibu wetu wa kiunabii kama masalio wa unabii wa Biblia. Ufunuo 12:17. Kutangaza Injili ya milele kwa kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Ufunuo 14:6. Kwa sababu umoja ni muhimu ili kutimiza utume wetu wa kueneza ujumbe huu tuliopewa na Mungu. Na ombi la Yesu katika Yohana 17 linakazia kweli ya neno la Mungu kuwa mojawapo ya funguo muhimu zaidi za umoja. Yohana 17:17 na aya 19. Ujumbe wetu hauwezi kutenganishwa na utume wetu au umoja wetu. Zote tatu zinasimama au kuanguka pamoja. Ikiwa moja ya funguo hizi tatu inakosekana, hatuwezi kufanikiwa. Hata hivyo, ikiwa tunazo zote tatu, hakuna kitu cha kuogopa. Hatupaswi kuwaogopa adui zetu katika neno lolote. Wafilipi 1:28. Shetani ni adui aliyeshindwa. Hata kama tunapaswa kuuawa kwa ajili ya imani yetu, hakuna kitu kinachoweza kutudhuru ikiwa tutakuwa wenye juhudi katika mema. Petro wa kwanza 3:13. Shetani hana uwezo wa kuzuia kusonga mbele kwa kweli ya Mungu. Soma vifungu vifuatavyo vya Biblia na utoe muhtasari mfupi wa mada yake inayopatikana katika vifungu vyote. Mathayo 10:38, Matendo 14:22, Warumi 8:17, Timotheo wa pili 3 aya 12. Maisha yenyewe katika ulimwengu huu ulioanguka ni magumu, hata kwa walio na uwezo miongoni mwetu. Ayubu alikuwa mtu mwenye haki. Biblia inasema kwamba alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Ayubu 1:1. Lakini kwa ghafla sana, msiba mkubwa ulimpata yeye na familia yake. Ni nani ambaye hajajifunza kwa uzoefu binafsi au kwa kuona kile kilichowapata wengine kwamba maisha hapa tunayoishi inaonekana yako katika mteremko mkali? Au hujui ni wakati gani utaenda katika ukingo? Mateso kwa kiwango fulani ni sehemu ya kila mmoja wetu. Hata hivyo, mwishowe ni afadhali kuteseka kwa ajili ya Kristo kuliko kwa ajili ya kitu kingine chochote. Ni tumaini gani, ni faraja gani sisi kama Wakristo tunapaswa kuwa nayo katikati ya mateso yetu? Hili ni somo la 3 linalosema uzima na mauti. Siku ya Alhamisi, Januari 15. Pamoja na jasiri. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.